itakuwa nzuri kwa sababu itakuwa ishajua maamuzi kwamba nani anaweza kuchukua ubingwa, kwa sababu mpaka sasa nadhani point wanalingana bila kukosea. Simba amezidiwa point moja. Ya Simba kazidiwa point moja. Kwa hiyo ni mechi ambayo itajua hapa huyu kaishaongoza ligi, hata akifungwa anachukua, sababu mechi bado 3-3 nadhani kitu kama 2-2. Si 2 alafu ile ndio inakuwa 3, si ndio 3 hizo. Unaona, kwa hiyo mpaka hapo labda mmoja akipoteza zote 2, mwingine kashinda zote 2 na maana kashakuwa bingwa. Kwa hiyo nadhani maamuzi zaidi ikifika hiyo siku ndo Watanzania wote watajua nani ataweza kuchukua. Pengine pressure inakuwaje kwa timu ambayo kwa mechi kama hii kuwekwa siku ya mwisho kabisa ya ligi ya msimu, kwa sababu tumeshashuhudia mara kadhaa, lakini imekuwa ni nadra pia kuiona mechi ikiwa ya mwisho ya msimu. Pressure lazima iwepo, lakini katika mechi za Simba na Yanga mara nyingi pressure zinakuwa kwa mashabiki, lakini mchezaji kama akashajua kazi yake nini, na ni mechi rahisi sana kushinda mechi zote, kwa sababu ni mechi ambao unakuta wengine wanakuwa na pressure, wewe una pressure, kwa hiyo inakuwa ni mechi rahisi sana kufanya vizuri. Ngasa ni mmoja kati ya watu ambao walishawahi kuweka ahadi kwenye mechi hizi za dabi, na inakumbukwa ahadi hiyo na ulifanikiwa kuipiku ile ahadi kabla haijatimia. Pengine kwa upande wako, inapokuwa kama hivi mchezaji anaweka labda nadhiri, nikikutana na fulani lazima nifunge au nisipofunga itakuwa hivi, pengine kwa upande wako kuna kitu cha kuzungumza kuhusiana na mambo kama haya? Kwa mimi binafsi mechi zangu huwa nacheza mazoezi. Kama tunaelekea labda mchezo kama huu wa dabi tarehe 25, najua sasa hii wiki naenda kucheza labda dabi, umeona. Kwa hiyo wiki yote lazima ni train kufunga na train kukimbia na train, yani vitu vyote ambavyo najua kwenye mechi vitaweza kutokea. Kwa hiyo nishafanya vile, basi kwenye mechi najua sasa leo naenda kufunga, leo naenda kutoa pasi. Kwa hiyo vile vitu vyote vinanionyesha yani kama mtu anapoota ndoto. Kwa hiyo kikubwa kwanza ni mchezaji mwenyewe kujiandaa kabla wiki moja, kujua kwamba sasa hii naenda kukutana na mechi aina gani, naenda kukutana na mtu gani. Mfano kama Beno Ngasa ambaye yuko prison. Kwa mimi ndo naomba bana, mechi unakutana na mtu fulani anatumia uwezo huu, udhaifu wake ni huu, kwa unakuta sasa akifanya yale anakuwa tayari kishani. Kwa hiyo unakuwa unamsoma mtu ambaye unaweza kukutana. Unasema kwamba dabi ndio mechi bora zaidi kwa wachezaji, mechi nyepesi umesema. Ni mechi nyepesi. Pengine mechi hii watu wanasema kwamba ni maisha ya watu, kwa maana mashabiki, wachezaji, lakini pia viongozi. Tulishuhudia pia baadhi ya viongozi wakiondoka kwa sababu ya mechi hii. Pengine pressure ambayo ipo hivi sasa, una kitu cha kuzungumza kwa viongozi lakini pia kwa mashabiki? Ndio maana nasema kwamba pressure ipo kwa mashabiki sana, na pia ni mechi ambayo inaweza ikakupandisha na mechi inaweza kukushusha. Kwa hiyo mchezaji ni wewe mwenyewe jinsi ulivyojiweka, kama je nitaweza kuperform vizuri kumfurahisha wewe shabiki ambaye yuko jukwani, sababu of course mashabiki huwa wanaumia, na mimi binafsi nilikuwa nacheza kwa sababu kwa ajili ya mashabiki, yani sitaki mashabiki waondoke wameumia uwanjani kwa ajili yangu. Kwa hiyo nakuta nafanya kitu kikubwa zaidi ili mradi yule shabiki aliyokuja uwanjani aweze kupata kile kitu ambacho alikitarajia kutoka kwangu, kuliko kurudi nyumbani ameinama. Kwa hiyo ndio maana nilikuwa napambana na kuweza kuhakikisha kwamba timu yangu iweze kupata ushindi na kuahidi chochote kwamba kitu fulani naenda kukifanya kwenye uwanja, na nikafanya, kwa sababu nilikuwa na moyo wa kujiamini na kusubutu. Pengine kuna tukio lolote ambalo unalikumbuka kwamba kwenye dabi bwana Ngasa nilishawahi kufanya hivi? Nakumbuka tu ambao nilisema nitachoma nyumba zangu moto nisipowafunga Simba, na bahati nzuri nikawa nimefunga. Kwa hiyo kitu kile mashabiki walikuja nyumbani, lakini baada ya kufunga goli wakaondoka. Walikuja mapema kusubiria mechi? Walikuja nyumbani kusubiria mechi itakuwaje. Sawa. Na kitu gani kingine, pengine mchezaji yupi ambaye alishawahi kukupa wakati mgumu sana kwenye mechi hizi za dabi, kwa upande ulipokuwa Simba lakini pia ulipokuwa Yanga? Wachezaji ni wengi ambao pia nilikutana na Shabalala ambaye alikuwa pia ana push, anakaba kwa akili mpaka leo bado anacheza. Ni mchezaji ambaye aliweza kunipa nguvu kidogo, lakini mimi pia nilimzidi vitu vingi. Ngasa ni mchezaji ambaye anashikilia rekodi ya kuwa mfungaji bora wa muda wote kwa upande wa timu ya taifa, na tunaona rekodi hiyo imedumu kwa vizazi na vizazi. Ni muda mrefu sasa Ngasa yupo kwenye timu ya taifa. Una kipi cha kuambia vijana ambao wanawakilisha timu ya taifa ya Tanzania ambao pia wanainyemelea rekodi yako? Na imani rekodi imewekwa ili ivunjwe, na bahati nzuri kwamba watu ambao wapo karibu na hiyo rekodi ni vijana wangu mimi. Kama Msuva na kijana wangu, rafiki yangu, yani
toka nimeanza mimi kucheza basi yeye yupo nyuma yangu, kwa hiyo nampa ushauri, tunashauriana. Hata kibadili namba leo basi bwana mjomba namba nyingine badilisha. Kwa hiyo ni watu ambao wapo karibu. Kwa hiyo hata kama rekodi akija kuchukua Msuva, akachukua Samata, ni watu wangu wa karibu. Kwa hiyo bado ipo nyumbani. Na pia watu ambao pia wanachipikia pia wanaweza wakafikia ile rekodi na kuivunja hata kama Msuva akaipita mwingine akaja, kwa sababu ndio sifa ya Tanzania. Sifa ya Tanzania inatakiwa tupate wafungaji wanaofunga magoli mengi zaidi. Mfano kama leo Ronaldo kule Ureno ana magoli mengi. Kwa hiyo ni sifa katika nchi yake. Kwa hiyo kama leo ikitokea Msuva akapita hata magoli 10, kwa hiyo ni sifa kubwa sana kwa Tanzania. Sio sifa kwamba familia ya Msuva, hapana, ni familia yote ya Tanzania. Hata mimi pia natamani wao pia waweze kuipita ile rekodi, kwa sababu sisi katika nchi zingine hizi hata Uganda, Kenya ina maana rekodi ya goli 25 walishavuka. Kwa hiyo tupigane, tuwape support, mashabiki wasio wanawazomea, wasiwakatishe tamaa, wasimkatishe tamaa Msuva wala Samata. Wape support kwa sababu ndio watu wanaokuja kupigania taifa letu. Na neno lako la mwisho kwa wale wanaosimamia mpira, kwa sababu tumeona timu zetu za taifa zimefuzu kwenye mashindano mbalimbali back to back, tofauti na ilivyokuwa miaka ya zamani. Pengine una kipi cha kuzungumza kwa viongozi wa TFF, bodi ya ligi pamoja na serikali kwa ujumla? Kikubwa wanafanya vitu vyao vizuri. Japokuwa sisi mashabiki tunaweza tusivione, lakini kwa kuwa angalia Simba kafika finali, sio jambo dogo. Angalia Yanga mwaka jana, si mwaka juzi aliingia finali. Sio jambo dogo. Angalia timu ya taifa imefanya vizuri AFCON. Umeona, tumeingia AFCON. Kwa hiyo sio jambo dogo. Kwa hiyo viongozi sawa, kila binadamu na madhaifu yake, lakini kikubwa tuangalie mafanikio yetu, je, yanaenda wapi? Kwa hiyo mafanikio kama ni mazuri, mabaya huwa yanafunikwa. Kwa hiyo mimi nadhani Watanzania pia tuunge mkono viongozi wa Yanga, Simba na TFF ambao wanaweza kulipeka gudumu hili letu pale mbele, na pia Mama Samia naye asichoke, aweze kusupport vijana wake waweze kufika mbali. Wapo wengi na vijana ambao hajawahi kuwaona, lakini hapa wanakuja wanashangaa hichi kipaji kumbe kilikuwa wapi. Kwa hiyo na hapa mwalimu Seki kaishaandika baadhi ya vijana, na huko mikoani pia alishazunguka sababu alikuwa yeye kule Misikuwepo. Kwa hiyo vijana ni wengi na vijana nawapongeza kwa kujitolea. Sawa, kuna ile kauli ambayo inasema kwamba kuna watu wengi sana ambao wanajua mpira lakini wapo mikoani au wapo mitaani, hawajapata platform ya kutoka na kuonekana. Pengine kupitia hii ya Safari Laga msimu 2025, umeona sasa ni jukwaa sahihi kwa vipaji kuweza kuonekana na kuonekana kwa watu. Sababu hii nani Safari Laga ni kitu ambacho kinaleta kwanza hamasa, na pili kama mchezaji hata yuko mkoani au yuko hapa Dar pia anakuwa na njia ya kutoka, lakini Safari Laga inaweza kumtoa. Natolea mfano kama Ndeje ambaye alikuwa mwaka jana Safari Laga. Sisi kama Enjoy Soka tumeamua kumsimamia na yupo katika chini ya Enjoy Soka. Kwa hiyo bila Safari Laga tusingeweza kumuona Ndeje. Kuna jicho la Mrisho Ngasa hapa, kuna jicho la Sekilojo Chambua, lakini pia kuna Simon Msuva, bila kusahau pia watu wengine. Tumeona pia kuna maskauti ambao wako hapa. Pengine kwa upande wako inakupa faraja kiasi gani kuweza kuona kwamba future ya vijana hawa inakuwa kwenye mikono salama? Kwanza ni heshima kwamba kama Safari Laga kuniteua kufika hapa. Kwanza ni heshima kubwa kwa Madam Pamela ambaye yupo Safari Laga, na pia kwa kusema Simon Msuva, ina maana ni mtu mwingine sasa hivi anacheza vizuri na bado anacheza, yuko professional. Sekilojo akacheza muda mrefu na anajua mpira, kwa hiyo yoyote ambaye atachaguliwa basi hajachaguliwa bahati mbaya. Kwa hiyo atakuwa ni mtu mwenye kipaji na ataonyesha kiwango kizuri kuelekea mechi ya. Sawa, na neno la mwisho sasa kwa wale ambao watapata bahati ya kuchaguliwa kati ya wale mabingwa 22 ambao wanatafutwa, kuna lipi la kuambia? Kikubwa waje wafanye kazi, na Safari Laga wameweza kuamini, na waje wajitume, wajue kitu gani ambacho kinaweza kuwapa nguvu zaidi na kuweza kufika mbali katika maisha ya soka. Sawa, Ngasa, nje na hili ambalo linaendelea kwenye hii Safari Laga Cup, kuna mengine ambayo yanaendelea. Tunajua kwamba tupo kwenye msimu wa ligi unaelekea mwishoni. Pengine kwa upande wako ligi yetu namna ambavyo unaiona imepiga hatua, kuna kipi cha kuzungumza kusema hiki? Ligi ni nzuri na ligi inaendelea vizuri. Sioni kama kuna sehemu ambayo tayari isharibika, lakini naona ligi ni nzuri na inaendelea vizuri na timu zote ziko vizuri. Sawa, pengine wachezaji wa kigeni ambao wapo kwenye ligi yetu wana kitu gani ambacho wanakiongeza sasa kwa wachezaji wazao ambao vipaji vingi kama ambavyo tunashuhudia? Sema kwa wachezaji wa kigeni, kwa sababu wanajua
kwao ni mbali na wamekuja hapa kufanya kazi. Kwa hiyo ndio maana unakuta kila mgeni ambaye kasajiliwa katika timu kubwa au timu yoyote lakini ni mgeni, unakuta anafanya kazi kubwa kwa sababu anajua kaja hapa ili aweze kuishi hapa, lazima performance yake iwe kubwa. Wewe ulikuwa ni mmoja kati ya wachezaji ambao walipata nafasi ya kucheza mpaka nje ya nchi. Pengine kwa upande wako una kipi cha kuwashauri pia wachezaji vijana ambao wako Tanzania, hasa hao ambao wapo kwenye mashindano ya Safari Cup? Kikubwa wajitume kwa sababu mpira bila kujituma huwezi kufika popote. Kila kitu ni nia na kusubutu. Kwa hiyo mimi nadhani wakifanya vizuri zaidi wataweza kufika mbali katika malengo ambayo mtu yote kajiwekea. Shukrani sana. Tarehe 25 ni mechi ya mwisho.